Tuanze. Mtazamaji, ningependa kukaribisha kwa hii nafasi ambao tumeweza kuwa hapa mjini Mombasa, ambapo tumeweza kupata nafasi ya kukutana na mchungaji baba mzee ambao amekuwa kwa wakati mkubwa kwa ujumbe wa Nabii William Marion Branham, na wengi wenu pengine labda mnamjua kama mtafsiri wa ujumbe kutoka lugha ya Kiingereza kuelekea lugha ya Kiswahili. Lakini leo tumepata fursa kuweza kuzungumza naye, kumuelewa huyu mzee, hii sauti ambayo tumekuwa tukisikia katika zile kanda za ujumbe. Huyu mzee na ametoka sehemu gani, aliweza kuanza hii kazi mwaka gani. Tungependa pia kujua maisha yake, tungependa kujua changamoto ambao pengine aliweza kupata katika hii kazi ya kutafsiri, kazi ya kuwa mchungaji na mengi kama baba. Kwa hivyo napenda kuchukua nafasi kukaribisha mchungaji Sila kwa hii nafasi ambayo tutakwenda kuwa naye fupi. Kwanza kabisa ningependa uweze kutuelezea maisha yako kwa ufupi, sehemu ambao ulizaliwa, ulikulia wapi, pengine ulienda shule sehemu gani, na baadaye kazi mahali ulikuwa unafanya kazi. Karibu. Asante sana ndugu kwa maswali yako. Mimi hasa ni mzaliwa wa mahali panaitwa Mtituni katika Mitaboni location, wilaya ya Machakos. Nilisomea shule iliyoitwa Kasinga Primary School. Na pale tulipoanza kusoma tulianza kuchora au muandiko kwa mchanga tu, na nikaendelea nikamaliza hiyo primary school Kasinga, na nikaenda intermediate mahali panaitwa Mumbuni. Hiyo ni sehemu ya missionary wa AIC walipoanzisha kazi Machakos. Hapo nilikuwa shule ya intermediate, nikaendelea nikamaliza shule ya intermediate, na baada ya kumaliza shule ya intermediate nilikuwa tu na shauku ya kusoma zaidi. Nikaja hapa Mombasa nikifuatilia elimu, nikaja kuingia shule. Ilikuwa nyakati hizo inaitwa Kenya Indian High School. Nikaendelea kidogo, nikawa nilikuwa tu Mkristo. Nilikuwa pia na shauku ya kusomea Biblia. Nilipomaliza form 2 nikajiandaa kuenda Kijabe Bible College ili nisomee neno la Mungu. Nilikuwa na shauku ya neno la Mungu. Wazazi walikubaliana na wazo langu na nikaachiliwa niende Kijabe Bible School, mahali ambapo nilienda
na kwa sababu nilikuwa siyatosheka na dhehebu niliyokuwa mshiriki wake ni AIC. Nilikuwa na shauku. Kuna jamaa mmoja niliyokuwa namjua aliyekuwa naitwa Kile Guta, na alikuwa anatoka sehemu za Kangundo. Nilitaka nikisomea hapo hiyo Bible school, nilikuwa na kusudi na pengine ni apply shule za Biblia katika nchi za ng'ambo. Nilijaribu kuandika barua kwa sababu nilikuwa nimemaliza form 4 hapo mtu hapo Mombasa. Na nilipokuwa pale nikajua naweza kukubalika shule yoyote nikifanya bidii. Nili apply shule nyingine kule, zingine zikanikubali, zingine zikawa ni vigumu kunikubali. Pengine sikuwa nimemaliza form 4, nimemaliza form 2 tu hapa Mombasa. Na hasa nilipomaliza masomo ya Kijabe Bible School, kulikuwa na mkutano uliokuwa uhudhuriwe na mapasta na wainjilisti wote kutoka Machakos, na walikuwa wanakutana Kijabe. Pengine wakati huo ilikuwa inaitwa tu mission, na tukawaandikia barua. Nilipokuwa na vijana wengine hapo Kijabe Bible School, nikazungumza na wao na tukakutana, tukaandika agenda za kujadiliana na wale ministers walikuwa wanakutana huko Kapsabet. Na walipomaliza mkutano huo, hiyo shule ilifungwa baada ya muhula wa kwanza, na nikarudi Machakos. Hata ndio ilifanya wafungue ile wanaita Scott Bible College Machakos, na ingaliko hata sasa. Na niporudi nyumbani nikaona hiyo haitoshi, ningali na hamu ya kisomo. Hata nika apply college za huko Uganda, moja iliyokuwa inaitwa Chwatu College. Nikajaribu kuenda huko nikitafuta Chwatu College, na nikaenda. Baada ya wiki mbili kwa sababu hiyo shule ilikuwa haijaanza vizuri, hata mabweni tuliokuwa tukilala yalikuwa na vumbi sana, na ilinibidi mara ya kwanza nitandike
haya mabati yanaitwa corrugated iron sheet, nisipatikana fumbi, ndio ilikuwa kitanda cha kulalia. Na hata hivyo ikaona pengine hiyo Chwatu College haita ni faidi, nikarudi nyumbani Machakos. Niliporudi nyumbani Machakos, nikaanza kazi yangu ya kwanza ilikuwa information officer. Nika apply ya serikali, nikaitwa kwa interview. Nilifanya interview na watu waliokuwa na elimu ya form 4 sikuwa nayo, watu wengine wameenda juu sana, na tulifanya interview, nikafaulu interview, nikapewa kazi ya information officer, na mara tu nikahamishwa Machakos, wilaya yangu. Nikaenda huko Machakos kama information officer. Sasa hii kazi ilikuwa inahusu kitu gani? Ilikuwa inahusu waandishi wa habari. Na tuseme wewe umeshakuwa mwandishi wa habari wakati fulani. Nilikuwa mwandishi wa habari kwa wakati fulani. Sehemu ya Machakos. Si sehemu ya, ni wakati hasa nilipokuwa pale Nairobi. Tulihudhuria course ndogo iliyofanywa na watu wa Reuters, ile shirika la Ujerumani. Yes. Waandishi wa habari. Na hata natumaini hiyo ndio iliyokuwa iliniwezesha hata kutafuta kazi hii ya watu wa information. Na hata nilipokuwa pale nikachukuliwa na VOK, Voice of Kenya. Nikakaa katika chumba cha habari, nikawa mwandishi wa habari na wakati mwingine mtangazaji. Na nikiwa pale kulikuwa na mwanamke mmoja mzee Zungu, alikuwa anafundisha elimu ya ngumbaru. Nilikuwa nimefundishwa elimu ya ngumbaru, jinsi wanahitaji kufundisha watu wazima. Na hata lipo maliza haya mafunzo, tumaini huo ulikuwa wakati wa kwanza kuwa na television nchini Kenya. Na ninavyofikiri vema, mimi nilikuwa wa kwanza kuwa na mwalimu wa television. Iliwashtua sana wanafunzi wangu, yani ngumbaru, wanaponiona kwa television na waniona kwa class. Kufundisha elimu ya ngumbaru kupitia runinga. Kupitia runinga. Nikakaa pale na pengine sikujua sana itani
letea jambo lingine. Sijui kuna wakati fulani ilinibidi nitembelee Mombasa hapa, kwa sababu ndugu yangu alikuwa mkubwa wangu, alikuwa anafanya kazi hapa na Shell Company. Nimtembelea siku fulani, nikaja nyumbani kwake hapa Tudor, na wakati huo natumaini nilikuwa nina hamu ya kusoma, na kajua hapo palikuwa shule hiyo inaitwa Kenya Indian High School. Nikajiunga nayo hapa karibu njia ya kwenda station. Nisomea pale, na baadaye hasa hapo ndipo nilimaliza form 2, na niliporudi nyumbani ndio pakatokea advertisement za kazi inayohitajia ya information officer. Nika apply, nikaitwa interview na nikafaulu kwa interview. Hapo ndipo nilienda Machakos nyumbani, yani pale mtituni, na baada ya matangazo ya kazi ya information yanahitajiwa, nika apply, na baada ya kufaulu nililetwa Machakos information officer. Hapo ndio ulikuwa unafanya kazi ya uandishi wa habari? Yes, nilifanya ni uandishi. Na baadaye ndio kaweza kwenda katika idara ya serikali ya VOK? Yes. Pale ukaweza kukutana na yule mama ambayo pengine alikufunza? Yes. Na pia wewe ukawa mwalimu wa wanafunzi ambao ni watu wazima? Yes. Ambao walikuwa wakati mmoja, jinsi ulivyoeleza, yes, walikuwa na furaha sana wanapoona mwalimu wao, yes, akiwafunza pale. Yes. Labda pengine uweze tuelezea katika wakati huo, najua kuna wakati ambao pengine ulisema wakati umefika ninahitajika kuoa kama kijana. Pengine ungetuelezea uliweza kupatana na mke wako wakati gani, mwaka, na pengine baadaye mkawa na watoto? Naweza tueleze hilo basi, na pengine tungeomba uweze kuelezea watazamaji ni wakati gani uliweza kufikiria jambo, na pengine ni msukumo gani, ama pengine wazazi waliweza kukuambia kijana umefika umri unahitajika kuoa? Pengine waelezee watazamaji. Yes. Na labda naweza kuwa sasa hivi na geuza macho na kuangalia pale. Na wakati wazazi wangu hawakuwa waaminio wa madhehebu na hawakwenda kanisani, lakini naamini baba aliona sasa nimekoma, nahitaji kuwa na mke. Tuseme wakati huu wazazi walikuwa na shawishi kubwa sana kwa kijana wakati wa kuoa? Yes. Aha. Na pia aliweza kukuelekeza mahali utaenda? Hawakuelekeza ila waliacha uamuzi wao. Walikuachia uamuzi wako? Yes. Ndio mchungaji. Kwa hivyo
nilipokuwa pale Voice of Kenya wakati inaitwa VOK, na baada ya kuzungumza na wazazi wangu ikaonekana Endelea. ulikuwa nimeanza kutafuta mke na siku moja nikiwa Nairobi, dadangu akawa nilikuwa nafanya tu pale Bama, soko wa Bama, yani pale Shauri Moyo. Na amini kuna msichana mmoja aliyetutembelea sisi, alikuja tu pale kwa dadangu, na wakati huo nilikuwa kuna msichana mmoja aliyemtembelea dadangu, alikuwa anafanya kazi ile Shauri Moyo, soko la Shauri Moyo, na siku moja nikamtembelea wakati tu wa jioni, kwa sababu mahali ambapo nilikuwa nikifundisha ni Baptist Center Shauri Moyo. Nikamtembelea, nikamkuta alikuwa na msichana mmoja alikuwa mtembelea kutoka Machakos, na nikamuuliza mmoja anaitwaje, akaniambia yeye ni fulani na fulani, na yule sasa ni mke wangu. Asante. Nikasalimia, nikamuuliza anaitwaje, akaniambia Esnas. Nikamwambia ati Onesimus. Sasa nikashaka, huyu msichana anaitwaje? Onesimus. Hata hivyo kaendelea na kuzungumza Oh yes. Nikamuuliza anatoka wapi, wazazi wake ni akina nani. Kalikuwa tu kasichana kadogo, na anieleza babake ni mchungaji wa kanisa la Salvation Army, na walikuwa wanakaa Kinyui, hiyo ni wilaya ya Machakos, na huko ni baada ya soko wa Tala temka chini pale kidogo. Basi kumchumbia
na baadaye mkawa na harusi, mkamwoa na mkapata watoto. Kwa hivi sasa mchungaji, nao watoto wangapi? Baadaye msichana nikamkaribisha pale Baptist Center nilipokuwa nafanya kazi, na hapo ndipo alinielezea kwao ni wapi na babake ni nani, na hiyo ikanigusa, nikataka kumjua zaidi. Ilifika wakati nimshindikishe na kupata basi ya kusafiri nyumbani Kinyui, nikamshindikisha na pale nikamuuliza jinsi wazazi wake walivyo, ni wakale au namna gani, kwa sababu ningetaka kuongea naye. Akanielezea na hata tukapanga. Ukaenda kutembea kule kwa wazazi wake? Nikapoenda huko Kinyui, nikamwandikia hata yeye hakujibu, lakini nikampasha nitakuja huko Tala wakati gani. Wakati ukawadia, nikaenda Tala. Sasa kwa sababu ya wakati, mchungaji, ningeomba pengine uweze kutuelezea, uliweza enda pale mjini, sehemu ambao mke wako anatoka, ukaweza kusemesana na wale wazazi, mkakubaliana, na baadaye ukaweza kupewa yule msichana kama mke wako. Kwa baadaye najua mko na watoto. Mungu amewajalia kuwa na watoto wangapi? Pengine unaweza wataja hata majina. Nafiana sasa 5. Na pengine binti watatu. Shukrani sana. Yes. Najua wakati huo kuna wakati uliweza kusema kwamba uliwahi hudhuria shule za mafunzo ya kidini. Mojawapo nasikia ulisema Kijambe. Wakati huo ni kitu gani ambao kilikuweza kukuvutia ndio uende ukawe mwanafunzi wa Biblia? Ama ilikuwa ni kule kutafuta kazi? Nilikuwa na hamu ya hata kuwezekana nipate pengine elimu ya Biblia. Na sasa baada ya yale masomo ambayo uliweza kupata pale, uliweza kujiunga na dini gani wakati huo? Nilikuwa katika dhehebu la AIC. Ukaweza kuwa mwaminio wa AIC. Kanisa AIC. Yes. Tuambie mchungaji Sila, kuna wakati ulifika ukaona kuna kitu kingine ama tukio lingine ambayo iliweza kupatikana wakati huo ambayo ilikuwa ya kukuvutia zaidi, na hata isipokuwa ulikuwa umesoma na ukasomea mambo makubwa ya kibibilia ya kidini, uliweza kukata kauli na kusema utawacha kanisa la AIC
na kujiunga na hii habari ama ujumbe ambao ulikuwa unasemekana ulikuwa ujumbe mpya? Ni wakati gani huo na ni tukio gani ambao iliweza kutokea ndio sasa ukaamua na ukawa na uamuzi kutoka katika dini ya AIC na kuchukua ujumbe? Ujumbe ulinikuta nikiwa mhubiri hasa pale Uhuru Garden. Mhubiri wa dhehebu gani? AIC. Kwa mhubiri wa kule Kiwanjani? Ni Kiwanjani tu, sikuwa ni ile inaitwa kwa kimombo open air. Yes, meeting. Open air. Yes. Ujumbe njia ulionifikia, kuna kitabu kimoja kilichokuwa kimeandikwa na Brother Frank, Howard Frank wa Germany, na alikuwa katika kitabu hichi akieleza maandiko ambayo yametukia au yametimia, yani Malaki 4. Nikaanza kusoma na hicho kitabu kikanigusa, nikajua kumbe kuna nabii Mungu amemwinua katika kizazi hichi na si ya mwamini. Hiyo ikanitia fora. Hata nilipokuwa Mombasa hapa, nikampasha habari mke wangu, tukawa tunaenda kidogo katika vuo za bahari ya Mombasa, especially upande wa Tuda, tukaenda kuomba. Kitabu kile tulikuwa tulishasoma. Siku moja kukawa na kuna ndugu alikuwa anakipinga sana. Alipotambua nimeanza kushawishiwa na hicho kitabu cha ndugu Frank, na nikamjulisha juu ya kitabu hicho, naye akaenda akasoma. Baadaye mimi na mke wangu tukakubaliana, sasa hatujabatizwa katika jina la Yesu Kristo, na katika AIC hawabatizi hivyo. Punde si punde ilikuwa tu nahubiri hapo Uhuru Garden, ikanibidi siku moja, sikuwa napanga, lakini ofisa wangu aliyekuwa ananisimamia, nikarudi ofisi za hapa Mombasa. Adhuri moja nikaambiwa alikuwa anampiga simu na alikuwa anataka kuniona na kunizungumzia, na nikampigia simu. Nikapata, nikaniuliza nina marafiki wangapi Amerika? Kaambia hata sina mmoja.
Kwa hivyo hapo akaniambia basi hapa kuna tikiti ambao imelipwa kwenda na kurudi hadi Roma, ishalipiwa. Hicho ndicho ilikuwa nataka kujua kama nina rafiki huko Marekani. Nikapanga niende Nairobi kumuona. Ilikuwa information officer Nairobi katika VOK. Nikasafiri kule, kanipa tiketi, kanifanya nione. Kakuta ni tiketi imelipiwa kutoka New York, America. Kuna barua tulioandika 1971 tukiuliza shule za kule Amerika. Na hii tikiti ilikuwa inatokana katika hii application ya kutaka kujua zile shule za kule Amerika. Ilikuwa imenunuliwa na katika ofisi ya French Airways, na ilikuwa inalipiwa kutoka hapa Nairobi hadi Rome, kutoka Rome mpaka Amerika. Na saa hii tiketi ilikuwa imelipiwa kwa shughuli gani? Ama ilikuwa natakana uende kufanya kazi gani? Nilikuwa nimeapply college za huko Marekani, lakini ikaonekana nihitaji nijiunge na kikundi hicho kimoja kilichokuwa si kikundi hicho kimoja. Hii scholarships zilikuwa simamiwa na United Nations. Kwa hivyo ndio ikanipeleka Rome, kutoka Rome mpaka New York. Kwa hivyo ilikuwa scholarship ya kikazi tu? Hata ilikuwa tu ni ya kikazi, lakini ilikuwa ilikuwa kwa sababu walijua ya kwamba nilikuwa niko katika office ya information, na kuna upande wa United Nations kuna ushughulika mambo information. Sawa. Na uliweza kusafiri mpaka kule Marekani? Na ni wakati gani hasa uliweza kupata huu ujumbe na ukaupokea, labda pengine ukabatizwa, ndiposa ndio ukachukua hatua na pia wewe kueneza ile ujumbe? Ujumbe huu niliochukua hapa Mombasa kupitia hicho kitabu cha Frank. Yes. Ukakisoma, yes. Ukakielewa, yes. Ukaona kuna mambo ambayo pengine ulikuwa unafunza pale nje, yes. AIC, lakini hayakuwa yanaenda sawa na Biblia. Okay. Isipokuwa wewe ulikuwa mwanafunzi wa Biblia miaka mingi, yes. Lakini ukapata kwamba hao masomo ambayo yalikuwa mengi makubwa
hayakukusaidia, hayakukuelekeza kwa Biblia, ukaona kuna jambo ambalo ilikuwa tofauti, na ukapenda kujua huu tofauti umetokana na nini, umetoka wapi, ndiposa ndio ukataka kujua mengi kuhusu huu nabii alikuwa anatajwa pale. Naam, pia pengine unaweza tuelezea baada ya kusoma kile kitabu na kuweza kujua ule ukweli, ni hatua gani ambayo uliweza kuchukua mpaka baadaye ukaweza kubatizwa? Nilipojua aliyekuwa anahusikana na hii kazi ya information, alikuwa hiyo scholarship ilikuwa inalipiwa na United Nations. Basi hiyo